Wakili msomi Boniface Anyisire Mwabukusi akieleza kuhusu jaji mkuu wa Tanzania aliyeteuliwa na si mwingine lake jina ni George Mcheche Masaju. Boniface Anyisire Mwabukusi anasema, kongole kwa kuteuliwa kwa jaji mteule George Mcheche Masaju kuwa jaji mkuu wa Tanzania. Mwabukusi anasema Rais Samia Suluhu Hassan alimtangaza rasmi jana tarehe 13 Juni mwaka 2025 na ambapo uteuzi wake utafanywa rasmi kwenye hafla ya kiapo tarehe 15 Juni mwaka 2025 kwenye ikulu ya Chamwino jijini Dodoma. Wakili Mwabukusi anaendelea kwa kusema, Jaji Masaju ana uzoefu mkubwa katika mfumo wa sheria wa Tanzania. Kabla ya uteuzi huu, alikuwa jaji wa mahakama ya rufani tangu Januari 2025. Na kabla ya hapo, alihudumu kama mshauri mkuu wa serikali wa sheria kwa rais na pia kama jaji wa mahakama kuu. Wakili Mwabukusi anasema, amechukua nafasi ya jaji mkuu wa awali Profesa Ibrahim Hamisi Juma, ambaye alistaafu rasmi kuhudumu kwa zaidi ya miaka 7 tangu uteuzi wake mwaka 2017. Anaeleza kwamba changamoto zitakazomsumbua Jaji Masaju: 1. Kuimarisha uhuru na uadilifu wa mahakama. 2. Kuboresha utendaji kazi wa mahakama ya rufani hadi katika ngazi za mikoa na kuondoa mkanganyiko wa mgongano wa maamuzi katika mahakama ya rufaa. 3. Anasema Mwabukusi, kuhakikisha usawa na haki kwa Watanzania wote kupitia utekelezaji wa maamuzi ya mahakama kwa kuboresha zaidi maslahi ya mahakimu na kanuni ya maslahi ya mawakili. Namba 4, Wakili Mwabukusi anasema, kuondoa kabisa mambo ya kiufundi ya kisheria katika mahakama kuu na mahakama ya rufani na kuweka mkazo katika utoaji wa haki. Namba 5, anaeleza kwa kusema, kuona namna bora ya Tanzania kurejea mahakama ya Afrika pamoja na namna bora ya kutekeleza maamuzi ya mahakama za kikanda na kimataifa. Namba 6, Wakili Mwabukusi anasema, kuhakikisha mahakama inalinda haiba yake kwa wivu mkubwa na kwamba hakuna mashauri yanafunguliwa kabla ya upelelezi kukamilika, na zaidi kuifanya mahakama kuwa hekalu la haki na kimbilio la wananchi. Wakili Mwabukusi anamalizia kwa kusema, kongole Jaji Mkuu mteule Masaju, tunakuombea mafanikio mema katika kuongoza mfumo wetu wa haki kwa uadilifu na weledi. BAK Mwabukusi, President TLS. Baada ya kuandika hivyo, wasomaji wa ukurasa huu wa Facebook wa Boniface Anyisire Mwabukusi, ambaye pia ni rais wa chama cha wanasheria wa Tanganyika TLS, wasomaji wake akiwepo Sostenes wa Meli, anasema, na mkubali alivyokuwa anakimbizwa na Lissu bungeni. Kimaro Simon anasema, tunakosea sana kuamini hawa wateule wa rais, maana hawawezi kutenda kinyume na matakwa ya aliyewateua. Cecilia Baltazar Seleko anasema, hakuna kitu atamfurahisha bosi wake tu. Amosi Pambala anasema, hawa kuteuliwa sinaga hata imani nao. Msaji Mwasege anasema, staraji uhuru wa kimahakama mahali ambapo rais mkuu wa tawi moja la dola anateua mkuu wa tawi lingine. Ndiyo maana tunahitaji katiba mpya ili kuondosha rais mfalme. Uhuru wa muhimili wa mahakama unapaswa kuanzia kwenye ngazi ya uteuzi. Kimsingi, jaji mkuu anapaswa kuwepo kutoka chaguo la jumuiya ya wananchi na sio rais, ili kuifanya mahakama kuwa muhimili huru kweli kweli. Lewis Muyonga Ndoda anasema, mzee kama huyu
anajipya gani katika Tanzania tunayoitaka? Kwani hakuna vijana wenye weledi na uzoefu wa kisheria wenye mawazo mapya kuliko huu ubongo? Rehema Shauri anasema kama ni mzalendo hatakubali kurudisha fadhila kwa maelekezo yaliyemteua. Atatenda haki, ila akiogopa kutenguliwa, story itakuwa nyingine kama ya wasiojulikana wanavyofuata maelekezo. Folian Chazi anasema Mheshimiwa Rais wetu Boniface Anyisire Mwabukusi, mwendo ni ule ule tu, wampiga zumari ndiye mchagua wimbo. Chazi Andrew anasema watu wa kuteuliwa ni rahisi sana kupokea maagizo kuliko kufuata haki. Joyce Lweganwa anasema tunampongeza na tusisahau kumuombea mifumo isimbadili. Mwakigali Kape Bandegenire anasema kwa mfumo huu Boniface Anyisire Mwabukusi hatutoboi. Wenzetu Kenya jaji mkuu sio mteule wa rais, anachaguliwa na majaji wenzie. Ndio maana tunaona uhuru wa mahakama zao mkubwa, utadhani taifa kongwe la Ulaya. Emmanuel Materu anasema kati ya wanasheria wakuu wa serikali kuwahi kuwepo, huyu alipoaya sana kwenye nafasi yake na alikuwa hajiamini kabisa. Shangili Aeli Kivatanyika anasema Mungu akupe kibali katika uteule huu, bali moyo wako ukatende yale yanayompasa Mungu. Pale utakapokemea mzaha katika mahakama zetu na mabaraza yetu. Zaburi ya 23 kuna mstari unasema, Bwana hata simama mabarazani pa wenye mizaha, bali ana sheria yake inayompendeza. Baba kafanye kile Mungu atakachokiona kwako. Kazi hiyo sio ndogo, lakini ukiwa na mwenye sheria yake itakuwa nyepesi. Karibu sana. King JL anasema hapo samahani Kikolo, si ameshika Biblia hapo? Sasa tunachanganyaje dini na siasa tena wakati ya vihusiani hivi? Komko anasema mnachanganya siasa na dini, aape kwa kushika tumbo lake. Frankie Silvanus anasema kama ndiye alikuwa mshauri wa rais, ndio tuseme hakuwahi kumshauri kuhusu haya unayoyasema? Basi usitarajie mabadiliko, bali tarajia muendelezo wa malalamiko. Ulriki Kanta anasema kaka mkubwa huyu pia alishawahi kuwa mwanasheria mkuu wa serikali. Ukiachana na mke wako bila ugomvi wowote, yani serikali, akaolewa na mtu mwingine, yani judiciary, ukitaka kupiga nikamwambia tu njoo leo nataka, nakuja bila shida yoyote. Mahakama ijitegee kuwa jaji achaguliwe na wanasheria wenzake kama ilivyo kwa rais wa TLS ambaye hawajibiki kwa mtu mmoja kama ilivyo sasa. Elibariki Nelson Shukia anasema nakumbuka alivyoteswa na Lissu kwenye mabilioni ya EPA na maremeta bungeni aise. Sitamsahau huyu mwamba. Aroni Mwalupiki anasema nchi ina mihimili mitatu, ila mhimili mmoja unateua kiongozi wa mhimili mwenzake. Maoni ni mengi kweli kweli hapa mtazamaji. Mambo kadha wa kadha, lakini inaonyesha ni kama wasomaji wa ukurasa huu wa Boniface Anyisire Mwabukusi katika jambo hili ni kama wametofautiana na mtoa hoja. Mtazamaji, wewe unayo pia nafasi ya kutoa hoja yako, lakini pia unayo nafasi ya kusema kitu, ambapo leo Boniface Anyisire Mwabukusi amempa kongole kwa kuteuliwa jaji mteule George Mcheche Masaju kuwa jaji mkuu wa Tanzania. Wewe unasemaje? Karibu kwa maoni yako.